Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz. Mara baada ya jana kuzungumza nawe kuhusiana na kocha wa Simba Steven Becker, leo bwana nimebidi ni chimbue kweli kweli niweze kumfahamu kwa undani bwana Steven Becker ni kocha namna gani. Hiyo jana wekundu wa Msimbazi Simba wametangaza kwamba wamekamilisha na wameweza kufanikiwa kumpata kocha mkuu ambaye walikuwa akipambana kweli kweli kumtafuta kwa siku za hivi karibuni. Kulikuwa kuna CV zaidi ya 244 na baadaye kwenye mchujo zikabaki 136, baadaye zikaingia hadi top 5, lakini jina la Steven Becker ndio jina ambalo limeweza kupitishwa na ndio kocha mkuu kwa sasa katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Na ripoti nilizonazo, kocha huyu anakuja na benchi lake lote, kuanzia kocha wa viungo lakini pia kocha wa makipa anakuja nao hapa, kocha msaidizi na kila kitu, kwa maana ya technical bench anakuja na kila kitu ambacho kimekamilika. Huyu kocha ana records nzuri tu kwa sababu ameshawahi kupata pia kombe kwa mara taji la Kali pale South Africa, na ataje kuambia hapo, lakini pia amewahi kuipandisha timu moja ya Pretoria ambayo ilikuwa ni shule hii, ni timu ya shule. Mambo huyo alifanikiwa, lakini alifikisha nusu finali Stellenbosch msimu uliopita. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba para kocha ambaye anaendana na falsafa yao, kuweka mpira chini, kufanya high pressing, kuhakikisha wana possess, ndio style yao ya kucheza. Hawabutui mpira, yani pasi zao nyingi zinapigwa chini, na mara nyingi huwa anapenda pia kutumia mawinga. Ndio maana pia Simba kuna mawinga kila Elie Mpanzu, Kibisawala na wengine wengi kweli. Sasa kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, furaha imekuwa kubwa mara baada ya kumpata kocha, lakini wengi wanasema bado viongozi wanapaswa kuboresha ili kuhakikisha kocha anafanya kazi kwenye mazingira mazuri kabisa. Sasa taarifa nilizonazo, Selemani Matola hata kuwepo kwenye benchi la ufundi la sasa, kwa sababu pia wanahitaji sasa hivi kuachia uhuru makocha hawa wapya, au kocha huyu mpya aweze kufanya kazi yake vizuri. Fahamu ya kwamba anaanzia kwenye michuano ya Kombe la Mapinduzi hapo mwezi huu hapa wa Disemba, tutaanza kuona shughuli yake, kwa sababu wachezaji wengi wa Simba pia wamebaki. Jean Charles Ahoua yupo, Elie Mpanzu, Kibisawala, kina Rushine Rock, kina Neo Maema, wote wapo hapo. Kina Joshua Budo Mutale wapo bana. Katika eneo la ushambuliaji Jonathan Soa yupo na wengine wengi. Kwa hiyo Simba na kikosi kizuri sana kwenye Kombe la Mapinduzi. Kwa hiyo tutaenda kuona kile ambacho anaweza kaenda kukifanya kocha huyu kabla Januari haijafika, wakati ligi inarejea, lakini pia hata katika michuano ya Ligi ya Mabingwa Afrika mnyama atakuwa na kibarua dhidi ya Esperance Sportive de Tunis. Kwa hiyo tunafahamu anasafiri tarehe 23 Januari, ataenda kucheza hiyo mechi, alafu tarehe 30 wanakutana katika uwanja wa Benjamin Mkapa na Esperance Sportive de Tunis. Kwa hiyo Simba wamefanya kitu cha muhimu sana kuweza kumpata kocha mapema na kumtambulisha mapema, na kuingia mazoezini mapema, ili aweze kuanza kuinject mifumo yake mapema kweli kabla mambo yajichangamka kwa upande wa Ligi ya Mabingwa pamoja na Ligi Kuu. Kwa hiyo kwangu ni furaha, na kingine ambacho kwa Simba wafanikiwa ni pamoja na wamempata kocha, alafu kuna mashindano ambayo yanaenda kufanyika kama Kombe la Mapinduzi. Kwa hiyo ndani ya Kombe la Mapinduzi hapo ndipo ambapo tutaenda kuona mbinu zake, tutaenda kuona wachezaji namna ambavyo wanaenda kuamka sasa. Kina Jean Charles Ahoua ndo muda wao kuweza kwenda kurejesha ubora wao. Nafahamu katika eneo la kiungo Nabi Kamara atakuepo, Alassane Modo Kante atakuepo, Semfuko Charles Daudi atakuepo. Kwa hiyo Simba wana kikosi kilichobaki cha kutosha. Tuangalie eneo la kulia, yuko David Kameta Duchu, kushoto najua yuko Anthony Mligo, mabeki wa kati Chambu Karabwe tunafahamu yuko, Rushine Rock tunafahamu pia yupo. Kwa utaona kikosi cha Simba kilivyokamilika kipo vizuri sana. Hussein Abel katika eneo la goalkeeping. Kwa kocha atakuja pale, ataanza kuinject mifumo yake, ataanza kuweka vitu vyake sawa kabla ligi haijarejea, lakini pia michuano ya kimataifa kabla haijarejea pia. Sasa kwangu nafikiri hii Simba wameiona vizuri, na inaweza kwenda kuwajenga. Muhimu ni wampe ushirikiano, waondoe makando, watengeneze timu iliyo imara, lakini pia wampe kile ambacho anakihitaji. Kama katika eneo la usajili wanahitaji kwenda kuongeza baadhi ya wachezaji na yeye anawahitaji pia,
Simba anapaswa kumpa ushirikiano wa kutosha. Sasa kutokea Afrika Kusini, wadau wanasemaje? Huyu ni moja ya waandishi nguli kabisa, Fortunatus Kasomfi, anamuelezea hapa kocha Steven Becker amezaliwa wapi, maisha yake alianzia wapi, alivyoingia pale South Africa, alibadilisha nini kwenye baadhi ya timu ambazo alizikuta, na paka leo jina lake linazungumzwa vipi, na je, mara baada ya kutua ndani ya Simba Sports Club, Steven Becker anaenda kusaidia kitu gani, anaenda kuongeza kitu gani ndani ya Simba? Amekosa mataji misimu minne, wanahitaji ubingwa wa ligi, wanahitaji CRDB Federation, wanahitaji kufika mbali katika ligi ya mabingwa Afrika. Je, kocha huyu yuko tayari na huo uwezo anao? Akianza na kombe la mapinduzi, je, ana uwezo wa kwenda kuchukua? Je, ni msikiliza hapa Fortunatus Kasomfi hebu akituambia kile ambacho kocha huyu anacho na mbinu zake zikoje, na Simba wafanye nini ili kuhakikisha huyo kocha anaenda kuwafikisha kule ambako anapahitaji. Fortunatus Kasomfi, bila shaka unanipata vizuri hapo. Naam, kwa ujumla naweza nikasema kwamba huu mwezi huu wa 12, siku mbili kabla ya Christmas, tarehe 23 nazungumzia, mnamo mwaka wa 1967, ikiwa sasa hivi ni miaka 57, ndio huyu mwamba Steve Robert Becker alizaliwa, na alizaliwa katika jiji la Maseru katika nchi ya Lesotho. Ukizungumzia Maseru, Lesotho, watu wengi wanaiona, na Lesotho ni moja kati ya nchi ambazo ziko ndani ya Afrika ya Kusini. Ni nchi iliyo ndani ya nchi nyingine. Ikimaanisha kwamba ukikumbuka mechi ya Bloemfontein ambayo Yanga alicheza dhidi ya Kaizer Chiefs pale, ni kilomita 100 tu unakuwa umeingia ndani ya jiji la Maseru. Na ukifika Maseru, kwa wale ambao walikuja kushuhudia ile mechi ya Taifa Stars dhidi ya Lesotho wakati ule, tulipoteza 1-0 pale wakati wa kuweza kuqualify kwenda AFCON. Ilikuwa ni kwamba ni dakika 5 tunatoka mpakani, unakuwa umeingia tayari katika mji mkuu. Kwa hiyo yeye alizaliwa hapo na amekuwa katika mikono salama ya watu ambao ni watu wa soka. Kikumbukwa kocha aliyeipatia Bafana kombe la club, tunasema kombe la mataifa ya Afrika mwaka 1996, huyu ni kocha Cliff Becker. Huyu ni ni baba yake mdogo. Babake mdogo Steven Becker, yes. Na ile damu, naam, Becker ni babake mdogo na Becker, na huyu ni bibi wa mcheza filamu John Carter. Kwa hiyo ana vitu vingi, na katika makake amekuwa katika nchi ya Afrika Kusini kwa muda wa siku kadhaa, na pia ameweza kuchezea timu za Wits University mnamo mwaka 1990 hadi mwaka 1998, lakini 99 mpaka 2000 akacheza Super Sport. Ukiangalia Wits University hii inapatikana katika maeneo ya tunasema Bloemfontein hapa Johannesburg, lakini alienda Pretoria akawepo na Super Sport. Sasa pale Super Sport alicheza kwa kipindi fulani na akawa na muda mrefu wa kukaa katika jiji la Pretoria, na yeye ndiye kocha aliyeipandisha daraja timu ya chuo kikuu cha Pretoria, University of Pretoria, inaitwa Matax au Tax. Hawa walicheza ligi, akawafundisha pale mnamo mwaka huo wa 2008 mpaka alipoondoka 2014. Ikiwa hii ni baada ya kuwapandisha ligi toka katika ligi unasema ligi daraja ya kwanza kwenda Premier, ilikuwa mwezi Mei mwaka 2012 tena. Alifanya mambo mazuri sana, akaondoka hapo akaenda kujiunga na AmaZulu. Hawa wako huko Durban, Tekwini, Ekakasini, ambako alikaa nao hawa AmaZulu mnamo mwaka 2014 hadi 2016. Na pale sasa Stellenbosch ambao hawa walikuwa wako upande ule wa Eastern Cape, lakini baadaye wakahama na kuja katika jiji la Durban, Tekwini, Ekakasini. Hapo ndio ameendelea kuwepo hapo kwa kipindi chote hicho tangu 2017. Kwa hiyo ni mmoja kati ya makocha mashuhuri, na ana tuzo, tuseme ana kombe la Carling Black Label ya mwaka 2023. Alichukua ubingwa huo. Kwa hiyo akiwa na timu gani? Ana hizo sifa. Akiwa sasa huyu ni pamoja na kuelezea yote haya, ni hii timu yake Stellenbosch, kama unakumbuka kwamba 2023 sio? Amekuepo 2023. Naam.
Tangu 2017 amekuwepo akiwa anaendelea kuona kwamba ni namna gani amekuwa akikijenga kikosi hiki. Okay. Kwa namna ambavyo msimu jana alionyesha ubora mkubwa akiwa na Stellenbosch pale, alifika hadi hatua nusu finali, akatolewa na Simba Sports Club Fadlu Davids kwa goli moja tu la Jean Charles Ahoua alofungwa pale visiwani kunako Marasha Karafuu. Ni kocha ambaye anazungumzwaje hapo mara baada ya taarifa kusikika kwamba Simba wanamtaka kocha huyu? Watu wanazungumza vipi hapo South Africa? Kama ulivyoweza kuangalia katika history yake, ni kocha ambaye anakuwa na muda fulani hivi katika timu. Kwa hiyo ni mtu ambaye anakuwa anahitaji kujenga au anahitaji kuwa na wajenzi ambao wako pamoja kwa muda fulani ili kuweza kuangalia. Kusema kana kwamba akitoka hapa moja kwa moja atakwenda kunyanyua au kuwa mmoja kati ya makocha ambao atawakuta hapo, huenda ikawa ina matatizo fulani kwake, kwa mujibu wa jinsi inavyoonekana katika utendaji wake wa kazi. Amewaelezea au ameona kwamba wanaweza kumfaa ili kuweza kulisukuma mbele ili jahazi la hiyo Simba Sports Club ambalo kwa hivi sasa inaonekana kwamba hali jojo ndio haliko vyema sana. Kwa ujumla ni kocha ambaye hata wenyewe Stellenbosch wamekuwa na mashaka. Juzi katika mtandao wao mara baada ya habari hizo kuwa zimeanza kuvuja huko, lakini hata wenyewe pia kwao katika mtandao walielezea dhahiri kwamba tayari kulikuwa kuna ofa ya namna hiyo kutoka Simba Sports, na inasemekana kana kwamba si tu ilianza wakati huu, ni kwamba wakati ule kama ambapo tulizungumza siku zote, nakumbuka friji bovu wa haligandishi tulisema kwamba Simba wana wakati mgumu sana wa kuweza kumzuia Fadlu Davids, lakini kama vile Simba ambapo walikuwa hawakuweza kusikia au kuweza kuelewa nini hasa tulikuwa tukikizungumza wakati ule, ya hatimaye walitakiwa kuanza. Nadhani pia ndio hapo walianza kuwa na mazungumzo labda na Steve Becker katika kuona ule uchezaji wao waliouona pale, uchezeshaji wake na namna anavyoiendesha timu. Lakini kwa kifupi ni kwamba hawa wanasema ofa waliitambua na wanaitambua na wanafahamu kwamba Simba wana nia na ari ya kumchukua Steve Becker, na imeelezwa katika mitandao, si tu mtandao wao wa Stellenbosch, lakini pia hata katika magazeti ya mtandao na magazeti mengine ya kawaida kama vile Laduma, Soka Laduma na Soka Zone. Zote hizi zinaeleza jinsi ambavyo Simba wana nia ya kumchukua kocha huyu, na jinsi ambavyo wana imani kwamba kwa Simba wanavyoifahamu na ikapata kocha wa namna ya Steve Becker, huenda ile hali ya ule ufahari wa Simba inaweza ikaamshwa upya na ikawa ni bora katika kuelekea michuano hii ya kimataifa na michuano mingineyo ya hapo ndani katika ardhi ya mzee Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo inawezekana ule ujuzi na wanasema siku zote weledi wake alioupata katika timu mbalimbali za hapa Afrika Kusini katika kucheza soka, lakini pia kufundisha, huenda akawa na mchango mkubwa, na imani kabisa kwamba kuna wachezaji kadhaa hapo, nikizungumza kina Neo Maema pamoja na Beki ambaye wao ni wanadamu ya Afrika Kusini, na yeye kama akiingia pale ndani inaweza ikaongeza ladha na uzito sana mkubwa wa kuelekea mafanikio katika kuweza kuinyanyua Simba Sports. Bana, mimi nikushukuru sana. Hakika tumepata vitu vingi kutoka kwako, na kwa sasa nafikiri watu wengi watakuwa wamepata uelewa mkubwa sana kuhusiana na Steven Becker. Pengine Simba wanaweza kawa wamepata kocha mzuri, kwa sababu falsafa ya Stellenbosch ukitazama aina yake uchezaji haina sana tofauti na Simba, lakini shida ya Simba ni ile high pressing, counter pressing, kwa maana Stellenbosch wana uwezo wa kucheza counter pressing, wanashambulia kwa kasi wakikabia juu, lakini kwa kushtukiza, kwa kutumia zaidi mawinga. Simba wanafanya hivyo, lakini je, kupitia kocha huyu mwenye mbinu za hivyo kushambulia muda wote kwa kutoka pembeni, mabeki wanapanda juu kama wingback, lakini namna ambavyo pia timu ina wachezaji wana nishati, energetic players, Simba wana uwezo wa wachezaji hao
Na je, kocha huyu atafiti kwa kutumia wachezaji waliopo tofauti na South Africa, wachezaji wagumu? Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli, kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Na nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz.